Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA wilayani Korogwe wameshukuru benki ya CRDB kwa kuwakusanya na kuwaweka pamoja na kuwapa elimu na semina kuhusu fursa na faida zinazopatikana katika huduma ya kibenki ya Al-Barak Banking Account, ambapo mashehe na viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka katika kata zaidi ya 44 ndani ya wilaya ya Korogwe wameshiriki katika semina hiyo, ambapo maafisa wa benki ya CRDB tawi la Korogwe wametoa mafunzo juu ya faida na fursa zinazopatikana katika huduma hiyo ya kibenki ya Al-Barak Banking Account. Akizungumza na Amashi TV, shehe mkuu wa wilaya ya Korogwe, Shehe Ali Zuberi wa Mbwana, alikuwa na haya ya kusema. Mimi ni Shehe Ali Zuberi Ngoda wa Mbwana, shehe wa wilaya ya Korogwe. Tunashukuru sana kupata huduma semina hii ya leo ambayo tumeletewa na ndugu zetu wa CRDB kutufundisha mambo ya mkopo na kuweka mambo ya benki. Kwa hiyo tunawashukuru sana CRDB kutuletea mambo haya na kutupa elimu hiyo ya Al-Barak, mkopo ambao ni mkopo usiokuwa na riba. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah kuletea mafunzo haya, na sisi tumeyachukua na tunayafanyia kazi. Na pia naomba wito wangu mimi, naomba wote ambao wamenisikia au wametusikia kwa jumla na wametuona katika huduma hii tuliyofanywa sisi, basi tunawakaribisha nao pia vile wajiunge katika mkopo huu, katika shughuli hii tulioletewa na benki ya CRDB, kujiunga katika mambo ya benki na mambo ya mkopo usiokuwa na riba. Kwa hiyo inshallah tunaomba wote wafike wawaone wakubwa wale, watawaelekeza basi namna ya kufanya, basi matokeo yatakuwa ni mazuri inshallah. Hii itakuwa na faida kubwa sana, kwa sababu italeta maendeleo, kwa sababu watakapokuwa wanakwenda kupata mkopo kule ambao hauna riba, ni maendeleo pia vile itakuwa ni maendeleo mazuri, hana dosari kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu itakuwa ni mkopo pasi na riba. Akitoa ufafanuzi kuhusu lengo la kuwakusanya viongozi wa dini ya Kiislamu BAKWATA kutoka katika kata 44 ndani ya wilaya ya Korogwe, katibu wa baraza la vijana BAKWATA wilayani Korogwe, Abduli Yusuf Karage, amesema. Kwa majina anaitwa Abduli Yusuf Karage, ni katibu wa vijana wilaya baraza BAKWATA. Kwenye jambo letu hili la ufunguzi wa akaunti za CRDB kitengo cha Al-Barak account, tunawashukuru wenzetu wa CRDB kwa kushirikiana na Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA wilaya ya Korogwe, ambapo leo tarehe 23 mwezi wa 6 2025 tumewaitisha viongozi wa kata zote ndani ya wilaya, kata zisizopungua 44. Lakini jambo hili litakuwa ni endelevu kwa tarafa zetu za wilaya ya Korogwe ambazo ni 4. Tarehe 28 mwezi huu tutakuwa na semina katika tarafa ya Korogwe ambao itajumuisha zaidi ya tarafa kata 14. Lakini baada ya hapo tarehe 29 tutakuwa na ziara katika tarafa ya Mombo, itajumuisha kata takribani 9. Tarehe 30 tutakuwa tarafa ya Bungu, takribani kata 9. Tarehe 1 mwezi wa 7 2025 tutakuwa tarafa ya Magoma, na hali kadhalika kutakuwa na takribani kata 9 ambazo jumla katika wilaya yetu tutakuwa na misikiti 325 ambayo tunatarajia kufungua akaunti za Al-Barak. Tunawashukuru sana wenzetu wa CRDB kwa kuitikia wito huu, lakini ni jambo ambalo ni endelevu. Tukichukulia mwaka huu tutafanya maulidi ya kitaifa ndani ya wilaya yetu, kwa hiyo naamini ushirikiano huu utaendelea. Tunawashukuru sana kwa niaba ya viongozi wa baraza ndani ya wilaya. Asante sana. Nao baadhi ya mashehe na viongozi kutoka katika kata mbalimbali wilayani humo walioshiriki katika semina hiyo walikuwa na haya ya kusema. Mimi naitwa Sheikh Hamisi Rajab Kaniki, ni mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi ya BAKWATA wilaya ya Korogwe, lakini pia ni mkulima wa chai. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa kuwajalia ndugu zetu wa CRDB leo kuja kutuwezesha, wametuzindua. Kwa kweli wametusaidia sisi Waislamu kwamba kuna fursa, na nikuhakikishie tu kwamba jambo hili kwetu ni ibada, na kwa kuwa ni ibada sisi Waislamu tutalifanya kwa nguvu, kwa sababu tunataka kutaka malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana umeona leo watu wamehamasika sana, na hii nafikiri ni mwanzo. Huu mpango uliopo sasa wa kwenda tarafa hadi tarafa, ninaamini CRDB itavunja
itavunja historia. Inawezekana wakawa kinara kitaifa kwenye hii huduma ya Al-Hilal. Baada ya kusema hayo, niendelee kuwatia moyo, niendelee kuwaombea Mungu, muendelee kufanya vizuri kwenye jambo hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mimi kwa majina naitwa Ustadh Abdallah Rashid Sangoda. Ni mwenyekiti wa kata ya Magoma, lakini ni mwenyekiti wa tarafa ya Magoma katika wilaya hii ya Korogwe. Leo tupo katika msikiti huu wa Answari, msikiti huu wa Bakwata, msikiti wa Nuri hapa wilaya ya Korogwe. Tuko kwa ajili ya kikao kazi na wenzetu wa CRDB. Lengo ni kutupa elimu ya namna ya kufungua akaunti ya Albaraka. Kwa kweli fursa hii tumeipenda sana, tumeifurahia sana. Tumekusanyika karibu kata zote za wilaya ya Korogwe. Kata zote zimekusanyika katika eneo hili. Tumepata elimu ya kutosha kutoka kwa walimu wetu wa CRDB. Tumepata elimu ya namna ya kufungua akaunti ya Albaraka. Tumepata elimu ya namna ya kufungua akaunti za misikiti. Tumepata elimu ya kufungua akaunti za watoto na akaunti mbalimbali. Tumepata elimu ya kukopa katika njia za kilimo na njia za biashara na kadhalika. Kwa hiyo tunawashukuru sana watu wa CRDB, lakini pia kipekee tumshukuru Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi kwa ajili ya kutuletea fursa hii. Pia tusikose kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kushikana na sisi katika maendeleo ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Manje Mali Nasoro, ni mwenyekiti juu ya kita Bakwata. Leo kuna zoezi la uhamasishaji kutoka benki. Tumepata wadau kutoka benki wamekuja Bakwata hapa, wamekuja kutuhamasisha jinsi ya kufungua akaunti, mikopo bila riba, kufungua akaunti bure bila malipo. Kwa hiyo sisi hatuna jinsi, tunashukuru sana kwa ajili ya kutuhamasisha, na sisi tutaenda kuhamasisha kwenye kata yetu, kwenye misikiti yetu kwa ajili ya kufungua akaunti bure, kupata mikopo bila riba. Asanteni. Asante sana. Unaizungumzaje benki ya CRDB pengine? Nimeipenda kwa sababu wanasema unafungua bure bila malipo, na mimi hivi sasa hivi ninavyosema ninafungua akaunti hapo, naingiza shilingi 10,000 na nitakuwa naingiza kila baada ya wiki kutoka kwenye hisa zangu na jamii. Bora niweke kwenye mkopo wa CRDB kwa sababu kwenye akaunti ya CRDB kwa sababu haina makato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru tumemaliza kikao chetu ambacho kilikuwa kikiendeshwa na CRDB, kikao ambacho kwa kweli kwa sisi Waislamu tumefarijika sana, hasa kuletewa ile ambayo akaunti ya Baraka account. Sasa leo tumefarijika sana kwa sababu wengi tulikuwa tukiweka fedha zetu nyumbani kwa kuogopa kwenda kwenye akaunti ambazo zina riba kama imani ya Kiislamu inavyokataza. Lakini alhamdulillah, baada ya kikao hiki na kupata elimu, tumepata maana halisi ile aliyoizungumza Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Abubakar Zuberi aliposema jitambue, badilika, acha mazoea. Sasa tumejitambua, tutabadilika na tutaacha mazoea. Kwa hiyo tushukuru sana CRDB benki kwa elimu nzuri ambayo wameweza kuitoa. Tumefaidika sana maimamu, viongozi, mimi nikiwa Sheikh wa kata ya Magoma na Sheikh wa tarafa ya Magoma, nachukua ahadi kwenda kutoa elimu hii na kueneza kwa wingi, kuhamasisha watu kuhakikisha kwamba akaunti zinafunguliwa kwa wingi sana, ili kuwekeza na kuweka fedha zetu sehemu ambayo sheria na taratibu za dini yetu inaruhusu. Lakini mwisho niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia afya na uzima, lakini pia tuombee CRDB benki iendelee kutanuka zaidi, hasa kwa kutuwekea akaunti hii. Nimefurahishwa sana kuambiwa kuna akaunti inaitwa Swadaka akaunti ambayo ni akaunti za misikiti. Kwa hiyo sisi kule Magoma tarehe 1 mwezi wa 6 tutakuwa na kikao ambacho kitahusisha maimamu, makatibu, waweka hazina, lakini pia na wenye viti wa kata, misikiti na kila kitu. Kwa hiyo sisi tuwaahidi kwamba tutaendelea kufanya hivyo kuhakikisha kwamba taasisi yetu inakaa kwenye mfumo, ili kuepusha kukaa na fedha za watu kwenye mifuko
hali ambayo inafanya uchumi unakuwa duni katika maeneo mbalimbali. Akieleza kwa undani juu ya faida na fursa mbalimbali zinazopatikana katika huduma hiyo ya kibenki ya Al-Barak Banking Account, meneja wa huduma kwa wateja benki ya CRDB tawi la Korogwe ndugu Toheri Nzogela amesema. Kwa jina naitwa Toheri Nzogela, meneja huduma kwa wateja CRDB tawi la Korogwe. Leo tulikutana na viongozi wa BAKWATA wilaya na tumeweza kuzungumza nao kuhusiana na huduma ambazo benki yetu ya CRDB inatoa, hususan huduma za Al-Barak Banking. Na huduma hizi ni huduma mbadala ambazo zimekuja kwa ajili ya amana na mikopo katika benki yetu ya CRDB, na hii inagusa wateja ambao wanapenda kutumia huduma ambazo zinafuata misingi ya dini ya Kiislamu. Na huduma hizi zinagusa watu binafsi pamoja na taasisi, biashara na makundi yote mbalimbali ambayo yanapenda kuendesha miamala ya kifedha kwa kufuata misingi ya dini ya Kiislamu. Lakini pia tumeweza kuwagusia kuhusiana na huduma za bima, Takaful Insurance, ambayo inatolewa katika benki ya CRDB katika matawi yote ya nchi nzima ya benki ya CRDB. Lakini pia ni huduma ambazo wateja wetu wanaweza kupata kupitia simu zao za mkononi. Na pia tumeweza kuongelea kuhusiana na faida ambazo wanazipata wanapokuwa wanatumia huduma hizi za Al-Barak Banking. Na huduma hizi faida yake moja kubwa ni kwamba muumini wa Kiislamu anakuwa anatumia huduma ambayo inaendana na misingi ya sharia, na vile vile amana ambazo anakuwa ameweka katika akaunti hiyo ya Al-Baraka inakuwa inawekezwa kwa kufuata misingi ya sharia. Na vile vile ni kwamba tumeona kwamba kuna akaunti mbalimbali ambazo zinagusa makundi tofauti tofauti, kuanzia mtoto mdogo kabisa kupitia akaunti ya Al-Baraka Junior Jumbo, lakini pia vijana wakati akaunti ya Al-Baraka Young Money Teens account, na pia akaunti za wajasiriamali, akaunti za makampuni, na pia kuna akaunti za misikiti ambazo kwa wilaya ya Korogwe tayari kuna misikiti ambayo inaweza kufungua akaunti hizi ambazo zinafuata misingi ya dini, akaunti ya sadaka. Na kupitia hiyo basi tutakuwa tumeweza kufikisha huduma zetu karibu, na pia tuko tayari kuendelea kuwafikia katika maeneo yao mbalimbali, kwenye kata, kwenye tarafa na mitaa yote mbalimbali. Na pia hii ni fursa kwa mawakala wetu kuweza kutoa huduma hizo katika maeneo yao ambayo wapo, kwa sababu huduma hizi pia zinapatikana kupitia mawakala wa CRDB maeneo yote nchini, na hususan kwa wilaya ya Korogwe kupitia tawi la Korogwe na mawakala wote wa wilaya ya Korogwe. Kutoka hapa msikiti huu wa An-Nuri uliopo halmashauri ya mji wa Korogwe wilayani Korogwe mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.